السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndugu yangu, na kukaribisha katika darsa nyingine ambayo ni darsa ya 10 ya kitabu chetu al-usulu thalathat, misingi mitatu insha Allah. Kwa hivyo leo katika darsa ya 10 tunaingia katika msingi wa 3 baada ya kumaliza darsa ya 9 katika msingi wa 2 ambao kuturishia katika hadithi hii ya Umar radhiallahu anhu. Kwa hivyo inshallah bila kupoteza muda tuanze kusoma inshallah. Asema al-aslu thalithu, msingi wa 3. Al-aslu, msingi, thalithu wa 3. Maarifatu ni maarifa, maarifatu ni maarifa. Nabiyukum, ya nabii wenu, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo al-aslu thalithu, msingi wa 3, maarifatu ni maarifa. Nabiyukum, ya nabii wenu, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni maarifa ya kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa, naye huyo Muhammad. Wa huwa, naye huyo Muhammad. Wa huwa, naye Muhammadun. Muhammad kwa majina anaitwa Muhammad ni Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashim, na Hashim, min Quraishin, wanatokana na Maquraish. Min Quraishin, wanatokana na Maquraish. Wal Quraishun, na Maquraish. Wal Quraishin, na Maquraish. Min al-Arabi, ni katika Waarabu. Min al-Arabi, ni katika Waarabu. Wal Arabu, na Waarabu. Wal Arabu, na Waarabu. Min dhurriyati Ismaila, ni katika kizazi au ni kizazi. Min dhurriyati, ni katika kizazi. Ismaila, cha Ismail ibn Ibrahim al-Khalili. Alayhi, juu yake. Alayhi, juu yake. Wa ala, na juu ya. Nabiyina, nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Afdalu, bola. Afdalu, bola. Salati, ya swala, bola ya swala. Wa salam, na aman, zio juu ya wote. Kwa hivyo alayhi, juu yake. Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Wa ala nabiyina, na juu ya nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Afdalu salati wassalami. Kwa hivyo bola ya sala na aman zio juu yao. Walahu, na yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walahu, na yeye. Min al-umri, katika umri, kwa maana alikuwa na miaka mingapi Rasulullah? Kwa hivyo walahu, na yeye Rasulullah. Min al-umri, katika umri. 63 sanatan. Sanatan maana yake ni miaka. Sanatan kwa maana miaka. Wasituna, thalathun kwa maana namba 3. Wasituna kwa maana na 60. Kwa maana hii thalathun wasituna, 63. Kwa hivyo walahu, na yeye. Min al-umri, katika umri. 63 sanatan. Sanatan ni miaka. Kwa hivyo alikuwa na miaka 63. Walahu, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min al-umri, katika umri. 63 sanatan, alikuwa na miaka 63. Minha, miongoni mwa miaka hiyo. Minha, miongoni mwa miaka hiyo. 40, miaka 40. 40, miaka 40. Qabla an-nubuwata, kabla ya utume wake. Kwa hivyo miaka 40 hakuwa mtume Rasulullah. Kwa hivyo minha, miongoni mwa miaka hiyo 63. 40, miaka 40. Qabla an-nubuwat, ni kabla ya kupewa utume.
wa 23 na miaka 23, wa 23 na miaka 23. Nabiyan, alikuwa ni nabii wa rasulan, lakini pia alikuwa ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Nubia kwa maana nubia alitumwa kwa, nubia au tunasema alipewa utume kwa, nubia bi alipewa utume kwa. Iqra katika ile suratul Iqra, wakati mtume yuko katika ghali al-Hira, katika lile pango siku ya kwanza ambako atokewa na malaika Jibril alayhi salam, ambako Rasulullah alikuwa amepata hofu na kushangazwa kwa maana ni nani aliyotokewa naye yeye katika hilo pango, kisha amwambia Iqra, soma. Kwa hivyo ndo anasema nubi abi, amepewa utume kwa kauli au amri ya Iqra, soma. Iqra, soma. Wa ursila bi na ametumwa. Wa ursila na ametumwa kwa, kutumwa nini? Kwa maana ametumwa kuanza kulingania ile kauli ya sasa, wewe ni tayari ni mtume na jukumu lako ni la kulingania. Kwa hivyo wa ursila na akatumwa kuja kulingania bi kwa al-Mudaththir, ile suratul Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliojifunika maguo. Kwa maana baada ya kutoka katika pango ile siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa zile hofu kuweza baki, kwa hivyo alirudi nyumbani, akamkuta mkewe Bi Khadija, akamwambia nifunike maguo. Kwa hivyo Bi Khadija kwa amfunika Rasulullah kwa nguo. Kwa hivyo wa ursila bi na akatumwa kuja kulingania kwa al-Mudaththir, ile suratul Mudaththir. Al-Mudaththir maana yake mwenye kujifunika maguo, kwa maana ya nguo. Wabaladuhu na nchi yake, wabaladuhu na nchi yake au mji wake, Maka ni Maka, ndiko ambako Rasulullah amezaliwa. Wahajara na alifanya hijra, wahajara na alifanya hijra au kuhama, ila al-Madina, kuelekea Madina. Waba'athahu Allah na amemtuma Allah tabaraka taala, waba'athahu Allah na amemtuma Allah tabaraka taala binidharati, kwa kuja kuonya, binidharati, kwa kuja kuonya, ani shirki, kutokana na shirki, kuja kuonya shirki, ani shirki, wayad'u na awalinganie watu au awaita watu ila tauhidi, kwenye tauhidi, kwa maana kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Wadalilu na dalili, qauluhu ni kauli yake taala mtukufu, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliojifunika maguo, qum fa andhir, simama na uonye, qum fa andhir, simama na uonye. Wa rabbaka fakabir, wa rabbaka na mola wako, fakabir, umtukuze. Wa thiyabaka na mavazi yako, fatahir, uyatoharishe. Wa rujiza na uchafu au najisi, fahjur, uwame, kwa maana najisi au uchafu uhame au epukana nao. Wala tamnun na wala usifanye wema, wala tamnun na wala usifanye wema au ihsan, tastakthir, ukatarajia kukithirishiwa au kuzidishiwa, ndo maana ya tastakthir. Na wala usifanye ihsan kwa kusubiri au kutarajia kukithirishiwa. Walirabbika na kwa Mola wako, walirabbika na kwa Mola wako, fasbir, subiri, kwa maana kuwa na subira juu ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni suratul Mudaththir, aya nambari 1 mpaka nambari 7. Wa maana na maana, qum fa andhir, simama na uonye, qum fa andhir, simama na uonye. Yundhiru, kwa maana onya, yundhiru, onya, ani shirki, kuhusu shirki, kutokana na shirki. Wayad'u na walinganie watu au waite watu
ila tauhidi, kwenye tauhidi, kwa maana ya kumpwekesha Allah tabaraka taala. Wa rabbaka, na Mola wako, fakabir, umtukuze, na Mola wako umtukuze, ai maana yake adhimhu, umtukuze Allah tabaraka wa taala, bitauhidi, kwa tauhidi. Wa thiyabaka fatahhir, na mavazi yako, fatahhir, yataharish, ai maana yake taharisha au safisha, a'malaka, matendo yako, ani shirki, kutokana na shirki, warujiza, na uchafu au najisi, fahjur, uhame nao, yani epukana nao. Arrujiza, tunaposema rujiza maana yake al-asnamu, ni masanamu. Kwa hivyo Allah anasema warujiza fahjur, kwa maana rujiza maana yake ni al-asnamu, masanamu, epukana nayo, kwa rujiza fahjur. Asema wahajaruha, hapa Allah asema warujiza fahjur, ili neno fahjur na uyahame maana yake nini? Ndio hapo wahajaruha, na uyahame maana yake ni tarkuha, epukana nayo au achana nayo kabisa ibada za masanamu. Walbara'atu minha, na ujitenge nayo, walbara'atu minha, na ujitenge nayo, wa ahliha, na watu wake, wale wenye kuabudu hayo masanamu, epukana nao pia. Asema akhadha, alichukua au ilimchukua, ala hadha, juu ya mambo haya, hadha kwa maana ya mambo haya, akhadha, ilimchukua yeye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ala hadha, juu ya mambo haya, 10 sinina, miaka 10, miaka 10, yad'u, akiwalingania watu au akiwaita watu, ila tauhidi, katika tauhidi, juu ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala, ila tauhidi, kwenye tauhidi. Ilimchukua miaka 10 Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'da, na baada, al-ashr, na baada ya miaka hiyo 10, wa ba'da al-ashr, na baada ya miaka 10, urija bihi ila sama, urija, alipandishwa, urija bihi, alipandishwa, ila sama, mbinguni. Wafuridat alayhi, na zikafaradhishiwa juu yake au akafaradhishiwa juu yake, salawatul khamsu, swala 5, wasalla, na akaswali, fi Makka, katika mji wa Makka, 3 sinina, miaka 3. Kwa hivyo baada ya kushuka mbinguni Rasulullah akaswali katika mji wa Makka kwa miaka 3. Wa baadaha, na baada ya hapo, umira, aliamrishwa, bil hijra, kufanya hijra, ila al-Madina, kuelekea Madina, wal hijra, wal hijratu, na hijra maana yake ni nini? Wal hijra, al-intiqalu, ni kuhama, min baladi shirki, kutoka katika miji ya shirki au nchi za shirki, ila baladi islami, kwenda katika miji ya Kiislamu au nchi za Kiislamu. Al-intiqalu, ni kuhama, min baladi shirki, kutoka katika miji au nchi ya shirki, ila baladi islam, ila kwenda baladi islam, baladi, mji au nchi, al-islam, ya nini? Ya Kiislamu au ya Uislamu. Walhijratu, na hijra, faridatun, ni faradhi, ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, yani kufanya hijra
mtu kuhama kutoka katika miji ya kikufari, miji ya kishirikina kwenda katika miji ya Kiislamu ambayo ina hukumullah ni jambo la lazima. Kwa hivyo faridhatan ala hadhihi al-umma, ni faradhi juu ya umma huu. Min baladi shirki, min baladi kutoka katika miji ashirki ya shirki, ila baladi al-islam, ila kwenda baladi al-islam, miji ya Kiislamu. Wa hiya, nayo baqiyatun, ni yenye kubakia, baqiyatun ni yenye kubakia, ila mpaka an taquma saa, mpaka kusimama kwa kiyama. Hijra itaendelea na itaendelea kubaki mpaka isimame kiyama. Wadalilu na dalili qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu, innal ladhina, hakika wale ambao, tawafahumul malaika, wamefishwa na malaika, tawafahumul malaika, wamefishwa na malaika, dhalimi, aliyekuwa wamedhulumu, anfusihim, nafsi zao, qalu, watasema malaika kuambia watu hao, fima kuntum, mlikuwa vipi ninyi katika dunia mpaka leo hii mwaingia motoni? Qalu, watasema watu, kunna, tulikuwa sisi, mustazafina, ni wadhaifu, watu walotwezwa nguvu, fil ardhi, katika ardhi. Qalu, watasema malaika, alam takun, je hakukuwa, ardhullah, na ardhi ya Allah, wasi'atan, kuwa na wasaa au nipana, fatuhajiru fiha, basi mkamia huko au mkamia humo. Faulaika, basi watu hao, ma'wahum jahannam, mafikio yao ni jahannam. Wasaat masira, na ni maovu kiasi gani, masiran, mafikio hayo. illa almustad'afina, isipokuwa mustad'afina, watu wale walotozwa nguvu, minarijali, katika wanaume, wannisaa, na wanawake, walwildani, na watoto, la yastati'una, ambao hawawezi, hilatan, kufanya hila yoyote, wala yahtaduna, wala hawawezi kuongoza, sabila, njia. Faulaika, basi watu hao, asa Allahu, huenda Allah tabaraka taala, an ya'fua anhum, akawasamee wao. Wa kana Allah, na amekuwa Allah, afuwan, ni mwenye msamehevu, ghafuran, mwenye kusamehe mno, mwenye kughufuria zaidi. In Suratun Nisa aya 97 mpaka kufikia aya nambari 99. Wa qawluhu, na kauli yake ta'ala mtukufu, ya ibadia, enyi waja wangu, alladhina, ambao, amanu, miamini, inna, kwa hakika, ardhi yangu, wasi'a, ni pana, yenye wasaa, fa iyaya fa'budun, basi ni juu yenu, fa iyaya fa'budun, basi ni mimi peke yangu, fa'budun, mniabudu. Al-Ankabut, ina surat Al-Ankabut aya nambari 65. Qala al-Baghawi, amesema Imam Baghawi, qala al-Baghawi, amesema al-Baghawi, Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, amrehema Allah mtukufu, sababu nuzuli, ya kushuka, hadhihi al-aya, ya aya hii, fil muslimina, ni kwa Waislamu, fil muslimina, ni kwa Waislamu, alladhina, wale ambao, bimakkata, walikuwa Makka, lam yuhajiru, hawakutaka kufanya hijra, lam yuhajiru, hawakufanya hijra, nadahumullah, amewaita Allah tabaraka taala, bismil iman, kwa jina la iman, bismil iman, kwa jina la imani. Wadalilu, na dalili, ala alhijra, juu ya hijra, wadalilu ala alhijra, na dalili juu ya hijra, kwa maana kwamba mina sunna, kutoka katika sunna, kwa maana ya hadithi za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
Qauluhu ni kauli yake sallallahu alayhi wasallam, la tanqati'u alhijra, haito katika hijra, hatta mpaka tanqati'u ikatike at-tauba tauba, wala tanqati'u na wala haito katika at-taubatu tauba, hatta mpaka tatlu'a lichomoze ashamsu jua. Hii hapa ni ashamsu, sema haionekani vizuri. Ashamsu kwa maana nini? Ya jua. Hatta tatlu'a ashamsu min magharibiha, mpaka kuchomoza jua, min magharibiha, magharibi yake. Kwa maana tauba haitokatika ni mpaka jua lichomoza wapi? Min magharibiha, magharibi yake. Sahihul Jami'. Hii ni Sahihul Jami'. Kwa hivyo darasa leo insha Allah ambao ni darasa ya 10 tutaishi hapo insha Allah. Allah akiafikisha darasa ya 11 tutaendelea kutokea falamma istiqarra, basi pindi ambako alipotulia Rasulullah kimakazi bil Madina, katika mji wa Madina, amara bibaqiya, basi Allah tabaraka taala aliamrisha bibaqiyati sharai alislam, zile sheria ambazo zilizobaki katika Uislamu, mithlu mfano zaka wa somi na som. Kwa hivyo tutakuja tuone katika darsa ya 11 inshallah. Lakini nakukumbusha, ikiwa kuna faida wazipata ndani ya darasa hizi, basi usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.